Kuna vyakula vya kiroho na vyakula vya kimwili. Hivi vyakula vya kimwili vina uhusiano mkubwa kabisa na vyakula vya kiroho. Kwa mfano, katika ulimwengu wa mwili kuna mtu anakula vyakula ambavyo vimefanywa matambiko, vimetolewa sadaka kwa ajili ya miungu. Ukivila vile vinakuwa kiroho. Vile ni vyakula vya kiroho, japokuwa tunaviona ni vyakula vya kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile vile kuna vyakula ambavyo ni vya kiroho, ambavyo ni mafundisho. Sio kila mafundisho utayapokea. Kwa mfano, hayo mafundisho ya giza, kufuatilia ulimwengu wa giza unavyofanya kazi. Sijui shetani anafungaje watu. Yaani kutafuta mchawi anawangaje akitaka kumloga mtu anachukua nini, anachanganya na nini. Pale unajifunza uchawi, ndugu yangu. Kuna watu wamefundishwa uchawi pasipo au kujijua. Kwa hiyo wanajikuta hata katika ulimwengu wa roho, katika kutaniko kubwa, wako wanakula na wachawi. Ile sherehe unakuta ni mkusanyiko wa wachawi, unamuona fulani. Unakuta wengine ni kikao cha familia wamekaa wanakula. Na wengine wanaota wanakula sana nyama. Kwa nini wanaota wanakula sana nyama? Na wachawi wengi wanakula nyama kwa sababu kuna nguvu katika chakula. Ndani ya nyama kuna damu. Damu ni uhai wa kile kiumbe. Mungu anasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya kwamba mkila wanyama damu yake msiile kwa sababu ina uhai, na huo uhai nitautaka mikononi mwenu. Kwa hiyo kwa kuwa mtu anayetenda dhambi anakuwa amekufa kiroho, wachawi wamekufa kiroho. Kwa hiyo wanapokula zile damu wanafanya uchawi wao uzidi kuwa hai katika ulimwengu wa roho.